Bwana, huko TFF mambo yanazidi kuwaka moto. Yanga na TFF wanapelekeana moto vibaya mno, na kwa namna mazingira yanavyoonekana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kuna viongozi wa juu wanafikiria kujiuzulu kwenye shirikisho la soka Tanzania TFF. Naendelea kunisikiliza, nitakwambia ni nani na nani ambao wanatazamiwa kwenda kujiuzulu siku za hivi karibuni, na miongoni mwao ni viongozi wakubwa tu ndani ya shirikisho, lakini pia wapo wengine wa bodi. Liko taarifa ambazo niko nazo, iko hivi. Kuna msigano ambao unaendelea kati ya Yanga na TFF kuhusiana na fedha hii ya mdhamini wa kombe la FA CRDB Confederation Cup. Na kwa namna mambo yanavyokwenda ni kwamba Yanga wanaamini hawajalipwa pesa kwa miaka 3 mfululizo, 2021, 22, 23, lakini 23, 24 Yanga hajalipwa pesa yao, na wameendelea kusisitiza kwamba kama hatapewa pesa yao basi kuna uwezekano mkubwa wakaacha pia kucheza mchezo wa finali wa kombe la CRDB Confederation Cup, finali ambayo itafanyika kule visiwani Zanzibar, na wanaenda kucheza dhidi ya Simba. Sasa hili ni sakata ambalo linaweza kuondoka na viongozi kadhaa pale TFF, na sio hao tu, na sio tu ndani ya TFF, lakini hata bodi ya ligi, kwa sababu pia bodi ya ligi kuna mgongano mkubwa na Young Africans, na moja ya vitu ambavyo Yanga wanavihitaji ni pamoja na baadhi ya viongozi pale bodi ile kujiuzulu. Sasa miongoni mwa viongozi ambao walikuwa wametajwa ni Almas Kasongo, Steven Mguto, lakini pia na wengine wengi ambao Yanga wanatamani kuona wanaondoka ili waweze kwenda kutengeneza mazingira mapya ya ligi yetu kwenye eneo la uendeshaji. Sasa bwana, kwa taarifa ambayo niko nayo ni kwamba kuna viongozi wa juu ndani ya shirikisho wanataka kujiuzulu, na kwa taarifa ambayo nimeipata ni kwamba miongoni mwa watu ambao wanatazamiwa kwamba pengine wanaweza akajiuzulu ni Steven Mguto. Pia anatajwa kwamba huenda akajiuzulu kwenye nafasi yake ya mwenyekiti wa bodi ya ligi, kwa taarifa ambazo niko nazo. Lakini pia Almas Kasongo, yeye mwenyewe pia nasikia kwamba kuna uwezekano mkubwa akaresign kwenye nafasi yake na akapisha mtu mwingine kuja kuchukua hiyo nafasi. Lakini pia wapo viongozi wengine wa juu zaidi, nitaendelea kukuambia. Lakini kwa hawa wawili, kwa nini nimeanza nao? Nimeanza na hawa wawili kwa sababu ndio ambao wanasimamia ligi ya Tanzania. Steven Mguto ni mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini pia yuko kwenye kamati ya masaa 72 pale. Kwa hiyo hii ndio kamati pia ambayo Yanga wanataka ivunjwe yote kwa pamoja ili dabi iweze kuchezwa. Sasa yeye anachotaka ni nini? Anachotaka yeye ni kuhakikisha kwamba dabi inachezwa. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata kwa mtu wake karibu ni kwamba hayupo tayari kusababisha mchezo wa dabi usichezwe. Maana yake yeye yuko tayari kukaa pembeni ili kuhakikisha kwamba mchezo wa dabi unachezwa kama kawaida. Na ili aweze kufanya hivyo, maana yake ni kwamba inabidi yeye akae pembeni. Sasa kukaa kwake pembeni maana yake utatoa room kwa Yanga kukubali kwenda kucheza mchezo wa dabi, lakini pia mchezo kufanyika kama ambavyo ulitarajiwa kufanyika. Almas Kasongo ni mwajiriwa wa bodi ya ligi, maana yake ni ngumu kuachia tu madaraka kirahisi. Itabidi kwanza akae na viongozi wengine kujadiliana kwamba namna gani ambavyo anaweza kuendelea kukaa pale ama kuondoka kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Lakini ambacho kinatajwa pia ni hii kashfa sasa ya Wallace Karia kama rais wa TFF na pamoja na Young Africans, especially kwenye hii fedha ambayo inatajwa kwamba mdhamini ametoa fedha na hiyo fedha pia haijaingia kwenye shirikisho. Kwa kawaida hivi ni vitu ambavyo vinaweza kumtoa Wallace Karia madarakani. Yaani kwa mashirikisho ambayo yapo kwenye mataifa ambayo yameendelea, hii ni kashfa ambayo inaweza kumfanya Wallace Karia akaondolewa madarakani kwa sababu ya kashfa kubwa ya aina hii. Hii ni kashfa ambayo inaweza kwenda kulitia doa taifa letu, especially kwenye swala la kimichezo. Ni aibu kusikia shirikisho limepokea pesa kutoka kwa mdhamini wa ligi, lakini hiyo pesa haijamkuta mshindi wa ligi yenyewe. Kwa kawaida pesa ikitolewa na mdhamini inatakiwa moja kwa moja iende kuingia kwenye akaunti za mshindi wa ligi. Lakini kama hiyo pesa kwa miaka 3 mfululizo haijaingia kwenye akaunti za mshindi wa ligi, maana yake ni kwamba ndani ya shirikisho kuna ubadhilifu wa fedha. Manake Wallace Karia anatakiwa kuondoka madarakani kwa sababu kama hizo. Lakini pia kama atashindwa kuondoka madarakani kwa wanachama kuto kumkubali, kwa maana ya vyama vya mikoa kumuondoa, kwa sababu vyama vya mikoa vinapigania maslahi ya vilabu vyao. Ina maana kama vilabu havipati haki yao, maana vyama vya mikoa vina uwezo wa kumtoa madarakani rais wa shirikisho. Sasa kama vyama vya mikoa haviwezi kumtoa rais wa shirikisho madarakani, maana yake inabidi yeye mwenyewe hajiuzulu, aondoke ndani ya bodi ya ligi, awapishe watu wengine ili waweze kuja kuliendesha shirikisho, lakini sio yeye kuendelea kubaki, kwa sababu tayari haya ni malalamiko ya upande wa Yanga.
Inawezekana hata Simba hawajawahi kupokea fedha yao kwa miaka yote ambao wamekuwa mabingwa wa kombe la FA. Inawezekana kwa sababu mara nyingi tunasema movement moja inaanzisha movement nyingine. Tusije tukashangaa tukaiona ya Simba nao ikija na malalamiko ya kuto kulipwa pesa yao ya udhamini kwa miaka yote ambayo wamebeba ubingwa wa shirikisho. Na kama unakumbuka, iliwahi kutokea kipindi fulani kuna timu pia ziliwahi kuja kulalamika kwamba hazijalipwa pesa yao ya kombe la FA na vitu kama hivyo. Sasa kwa awamu hii tumeona Young Africans imetaja miaka 3 mfululizo hawajaweza kulipwa fedha yao kama bingwa wa kombe la FA. Sasa kama timu kwa miaka 3 haijalipwa na hii ni Yanga, vipi kuhusu timu zingine? Ina maana pengine kuna madudu mengine mengi ambayo yako ndani ya shirikisho. Kwa hiyo Wallace Karia anapaswa kujiuzulu kwenye nafasi yake kama rais wa TFF na bodi ya ligi, au kama sio kujiuzulu mwenyewe basi watu wamuondoe madarakani, kwa sababu inaonekana kama kazi yake ameishindwa kuisimamia ipasavyo. Lakini pia ukiangalia ukiwa rais wa shirikisho utakiwa kukutana na kiskendo ndogo kama hizi, hazipaswi kuwa sehemu ya maisha yako ya uongozi wako. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba Wallace Karia ameshindwa na kazi, inabidi ajiuzulu ili wapishe watu wengine waweze kuliongoza shirikisho kutokana na skendo kama hizi ambazo anakutana nazo kwa hivi sasa.